inna murtakaza as-sa'adati fi dunya wal akhirah, ili saada iweze kupatikana, maisha bora ya utukufu yaweze kupatikana hapa duniani na kesho akhira, basi mabniyun ala thalathati usulin adhima, basi maisha hayo ya saada yamefungamanishwa na yamejengwa juu ya misingi mitatu hiyo. Kila mmoja achukue kalamu na karatasi, ili atakapotoka hapa, kama alikuwa anayafahamu, basi kheri juu ya kheri, nurun ala nur, kwa sababu itakuwa tumekumbushana masala ambayo ni ya wajib juu ya kila Muislamu mwanamume na Muislamu mwanamke. Misingi hiyo mitatu ni ususun matina, ni misingi ambayo ni madhubuti mno, alaiha madaru dini llahi subhanahu wa ta'ala, na kwa kupitia misingi hiyo basi ndipo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inazunguka katika mambo matatu haya. Wa hiya wajibatun ala kulli muslimin wa muslima, na misingi hiyo kama tulivyosema ni wajibu juu ya kila Muislamu, awe mwanamume au mwanamke, ilman wa amala, kwanza kuifahamu, na baada ya kuifahamu basi kuifanyia kazi kwake itakuwa ni wajibu. Ala, tambueni ya kwamba msingi wa kwanza anasema ar-ridha billahi rabba, ni kuridhia ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mola wetu sisi. Ar-ridha billahi rabban, kuridhia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mola mlezi na yeye ndiye mstahiki wa kuabudiwa, la sharika la, ambaye hana mshirika Allah subhanahu wa ta'ala. Msingi wa kwanza. Msingi wa pili akasema wabil islami dina, Muislamu au mwanamume au mwanamke anatakiwa aridhie kuwa Uislamu ndiyo dini yake. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, hivi leo nimeitimiliza kwenu nyinyi dini yenu na nimeridhia kuwa Uislamu ndiyo dini. Kwa hiyo Muislamu lazima, wewe unayejinasibisha na dini ya Uislamu, lazima uwe ni mwenye kukubali na kuiweka hiyo ridha katika moyo wako ya kwamba Uislamu ndiyo dini yako. Allah anasema waraditu lakum al-islam dina, na ni dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hatokubali dini zingine isipokuwa dini ya Kiislamu. Ndo Allah akasema waman yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeyote yule atakayefuata dini isiyokuwa dini ya Kiislamu basi hatokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa fil akhirati minal khasirina, na mtu huyo huko akhira atakuwa ni katika watu wenye kupata hasara. Msingi wa pili. Msingi wa kwanza ni wewe kuridhia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mola na yeye ndiyo apasaye kuabudiwa kwa haki, kwamba hakuna mola isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na yeye ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa kwa haki. Msingi wa pili, kuridhia kuwa Uislamu ndiyo dini. Lakini msingi wa tatu akasema wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam rasula, na kuridhia ya kwamba bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kutambua ya kwamba yeye ni khatamul anbiya wal mursalin, kwamba hatokuja tena nabii baada ya kuwa tayari amekuja mtume sallallahu alayhi wasallam, bali yeye ndiyo aliyekuja kuhitimisha risala itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumiyat usulan, misingi hii mitatu au maneno haya ambayo tumeyataja matatu yameitwa kwamba ni usul, kwamba ni misingi, liannaha tajma'u ad-dina kulla, kwa sababu misingi hii inabeba, inakusanya dini yote kwa ujumla. Wewe kuridhia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola wako na ndiyo mstahiki wa kuabudiwa, lakini pia kuridhia kwamba Uislamu ndiyo dini yako, na pia kuridhia ya kwamba bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe na ni wa mwisho katika manabii. Hii misingi imeitwa hivyo kwa sababu hiyo ni misingi ambayo imeibeba dini kwa ujumla. Wayubna alaiha ghayruha, mambo mengine yote yaliyobakia yatajengeka juu ya misingi hii mitatu. La yasihu biduniha, hata hayo mengine ambayo yatakayofuatilia baada ya misingi mitatu hii, ikiwa utakosa misingi mitatu hii, fanya utakapofanya, matendo mazuri yote utakayofanya, tambua ya kwamba kama huna misingi mitatu hii, amali zako zinakuwa ni habaa manthura.
hazitokubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala islama biduni hadhihi al-usuli thalatha, tambua ya kwamba hakuna Uislamu ikiwa misingi hii mitatu itakuwa ni yenye kukosekana. Wa bitahqiqi hadhihi al-usuli al-azima, lakini kwa kuihakikisha na kuifanyia kazi ipasavyo misingi hii mitatu, yunalu ta'amul iman, ndipo patapatikana ile ladha ya imani ya kisawasawa. Ikiwa misingi hii itapatikana katika moyo wako mu'min, basi tambue ya kwamba ndipo utapata ile ladha ya imani. Wa yudhfaru biladhatihi wa halawati, misingi hii ikijikita katika moyo wako, ukweli wa kujikita katika moyo wako, basi utapata ile halawa,